Ndio maana TAMWA na TCRA tukaja na kauli mbiu isemayo uzalendo ndio ujanja. Na hapa Mheshimiwa Rais, makofi uliyoyasikia naamini ni wale waandishi wenzangu ambao walipita kwenye haya mafunzo. Bila shaka somo la uzalendo liliwaingia. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, katika tuzo hizi tuna kipengele cha tuzo maalum. Moja ya tuzo hizo ni tuzo ya nishati safi ya kupikia. Kamati tuliona kuna haja ya kuweka tuzo hii katika kundi hili maalum ili kuibeba ajenda ya nishati safi ya kupikia. Ikiwa ni katika kuunga mkono juhudi zako Mheshimiwa Rais, kwani wewe ni kinara wa ajenda hii hapa nchini na kimataifa. Mheshimiwa Rais, sisi TAMWA kwa sasa tunatekeleza mpango mkakati kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, ambapo mkakati huu umejumuisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. TAMWA tunayo furaha kuona kwamba umeibeba ajenda hii kuifanya kuwa ya kimataifa na kitaifa, kwani hili ni eneo ambalo tumelifanyia kazi kwa miongo kadhaa, tukipinga mauaji ya vikongwe waliokuwa wakituhumiwa kwa uchawi kwa kuwa na macho mekundu yanayosababishwa na matumizi ya nishati ya kuni kwa kupikia. TAMWA imeona kuna haja ya wanahabari wanawake na wanaume kupata elimu sahihi kuhusu nishati safi ya kupikia na namna tunavyopaswa kuripoti taarifa hizi. Hivyo tuko tayari kushirikiana na wadau mbalimbali kuzunguka nchi nzima kuhakikisha tunaibeba ajenda hii na kuleta matokeo chanya. Na hapa Mheshimiwa Rais, naomba kwa ridhaa yako katika ukumbi huu nimealika wadau wa nishati safi wawili, Bi Fatma pamoja na Anet. Kama mpo katika ukumbi huu naomba msimame. Bi Fatma ni mjasiriamali, anakaanga samaki, ameacha kutumia mkaa ambao sio rafiki kwa mazingira. Naomba mpunge mkono Mheshimiwa Rais aweze kuwaona. Lakini Anet ni binti ambaye amemaliza chuo kikuu, anatengeneza mkaa ambao ni nishati safi. Kwa hiyo Fatma ni mteja wa Anet. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu na wadau hawa ili kueneza elimu hii ya nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Rais, utafiti uliofanywa na shirika la kimataifa la waandishi wa habari wasio na mipaka, yani Reporters Without Borders, umeonyesha kwamba Tanzania imepanda kwa nafasi 2 katika viwango vya kimataifa vya kuheshimu uhuru wa habari kwa mwaka huu wa 2025. Tanzania imeshika nafasi ya 95 kati ya nchi 180 duniani ikilinganishwa na nafasi 97 ambayo tulishika mwaka 2024. Kupanda huku ni ishara ya hatua chanya zinazochukuliwa hapa nchini na serikali yako Mheshimiwa Rais pamoja na wadau mbalimbali katika kulinda na kuimarisha uhuru wa vyombo vya habari. Kwa mafanikio haya, Tanzania imeongoza ukanda wa Afrika Mashariki katika kuheshimu uhuru wa habari. Matokeo ya utafiti huu yawe changamoto kwetu wanahabari kutumia kalamu zetu kwa weledi ili kuchangia kuleta maendeleo hapa nchini. TAMWA inatambua na kuthamini mchango wa serikali yako Mheshimiwa Rais katika kuimarisha tasnia ya habari. Tunaahidi kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuhakikisha kuwa uandishi wa habari nchini unaendelea kuwa taaluma muhimu na daraja kati ya jamii na serikali katika kuifikia Tanzania tuitakayo.